بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, tukiendelea na darasa yetu ya nyumbani ya usiku ya baada ya tarawih, tukimweleza nana mkubwa, mwanamke mtukufu, mwanamke mwema, mwanamke peponi, mke wa mtumi, si mwingine na Sayyidatuna Khadija radhiallahu anha, ambaye tulikoma kwa kuwa aliota ndoto kwa kuwa jua limepomoka, limeanguka katika nyumba yake na likamngarisha yeye na likangarisha na ile nyumba zilizoko pambizoni mwake. Alishindwa kutafsiri ni ndoto, hajui ni bishara furahike na ajifanye mtukufu, kwa hiyo ama ni kitu cha kumbabaisha, cha kumfanya atoshee, sijui afanye nini, awe kufanya ubabaike. Akiangalia na ni usiku kabisa, giza, maka pale ya kuweza kutoka, ikabidi abakie nyumbani. Na alikuwa atakwenda kumuuliza kijana mtoto wa miaka Waraka bin Nawfal, alikuwa ni mzee huyu, alikuwa ni kipofu na alikuwa ni mzee huyu, ambaye kwamba mwenyewe alikuwa hataki kuabudu masanamu na aliingia katika Ukristo, na akangojea paka Sayyidatuna Khadija ngojea paka asubuhi, ukapambauka ama pambazuka, akaona njia ziko tayari, akazungua na msimamo wake, akatoka haraka paka kwa kijana cha yake Waraka bin Nawfal, akagonga mlango na akimwambia, akasikia sauti yake. Kwa hakika Waraka alishtuka sana kumuona Sayyidatuna Khadija amekuja kwa wakati ambao kwamba sio wakati wa kuja, make mwanamke ende katika nyumba ya mtu alfajiri, wa lazima kuna jambo limezuka. Akajua kuna jambo la hatari amekuja nalo Sayyidatuna Khadija. Sayyidatuna Khadija ambaye nimekuja, nimeota ndoto, jua limepomoka nyumbani kwangu na limenionyesha mwangaza mimi na zilizoko pambizoni mwangu. Na huku akiwa na furaha kabisa Waraka kusikia ndoto kama hini. Akamwambia, tukua bishara Khadija, hono ni utumi, utang'ara katika nyumba yako na utang'ara katika ulimwengu wote. Khadija alitoka kwa kijana cha miaka Waraka na huko umetulia, ile ndoto iko kimbabaisha, kimshutua juu kuna nini, lakini alipojua tafsiri yake akawa sasa amerudi vizuri. Sio gua alokujia, akija alikuja kwa haraka na kwa kubabaika na kushtuka, lakini aliporudi arudi kwa umakini na kwa furaha kabisa, na akili yake asema, ni utumi gani utakuja ono? Na Waraka mara nyingi akimwambia kuna mtume atakuja kutokana na Waarabu na atatumiliza na huni wakati wake, Sasa ajui ni upi hoyo mtumeona jambo lake ni ipo mtumi ambako amefika wakati wake. Siku moja kulikuwa na sherehe katika Al-Kaaba ya wanawake kwa Quraishi. Siku ya Eid wamekusanyika katika haram ya Al-Kaaba pale. Sasa katika Eid hiyo Sayyidatuna Khadija naye pia alikwenda katika usherehekea Eid, maka Eid zilikuwa kutoka katika jahiliya. Sayyidatuna Khadija akatufa Al-Kaaba, akaanza kumuomba Mwenyezi Mungu amjalie ndoto yake iwe kabuli, yale aliyoota yawe ni ayapati. Akaenda kwa wale wanawake karibu ya Al-Kaaba, akaketi pamoja na wao, wazungumza, wapeana story, wapeana habari. Muda hapo kulipiga kelele na mtu mmoja akiwatangaza, tangazo. Atakaja paka wale wanawake, maana tangazo hili yani tangazo hili kwa tangazo la wanawake. Tangazo hili kwa mmoja katika Myahudi mwanamume alisimama karibu ya wanawake, akamwambia, ya mashara nisaa ya Quraysh, mkusanyiko wanawake Quraysh. Wanawake wote wakaanza kumwangalia yeye na kumsikiza kunani. Ya mashara nisaa Quraysh, mkusanyiko wa wanawake Quraysh. Akamwambia, imekaribia kudhihiri mtumi wa mwisho, akhiru zaman, mtume wa zama za mwisho. Basi mtume atakuja, nafanyeni bidii muolewe na yeye. Mtu akiweza kuolewa na yeye afanye, fayatukuna istatwatan takuna zawjatan lahu faltafal. Yeyote ambaye atakuwa ni mke wa hoyo, basi fanyeni haraka, yani patilizeni muolewe na hoyo mwanamume ambaye yeye ndo atakuwa ni mtumi wa akhiru zaman, wa mwisho wa zama. Wale wanawake kama na huyu bobosoka tusema neno hata hana maana kamu, basi wengine kaanza kumbushia zijiwe na kumzoma, na kumtukana, wewe maneno gani wewe, kwenda zako, maneno gani hata haingia akilini, hata mtume atakuja sisi tuolewe na yeye, maneno gani. Lakini Sayyidatuna Khadija alilingusa, likaunganisha na ile ndoto.
Sasa haya mazungumzo yamelingana na ndoto yangu. Na kumbe Al-Kaaba akashaomba kwa hiyo na utume ungie kwake. Kasafikiria ndilo hili ama silo, akiangalia na huzuni na maneno ni tamu. Na akarudisha nyuma tena alipozungumza na Waraka. Walikuwa kizungumza kuhusu mtume mwisho atakuja katika Waarabu. Na Siddhartha Khadija asema huyu Myahudi hakubobosoka wala si mwandazimu. Huyu ajua aliyosema. Amesema kwa nguvu kwa kuwa kuna mtume imekurubia zama zake. Na yeye akatuambia sisi awezaye kuolewa na yeye aolewe. Na Khadija na ile mtoto wake kuna mwezi umeshuka kwake. Nyumbani kwake umetulia jua. Hafa jua limeshika nyumbani kwake, limemgarisha yeye na nyumba yake. Ikawa sasa mambo hizi habari za ungana. Za ndoto, za Waraka, za huyu Myahudi. Sasa akaanza kufikiria tu na kusema hawezi kuopuza. Kalla wa rabbi hadha albayt. Khadija alitamani sana atoke huyu mtume katika biashara yake. Sayyidatuna Khadija alikuwa mjua mtume Muhammad Abdullah sana, kwa sababu shangazi yake mtume Sofia binti Abdul Muttalib, mke wa ndugu yake Al-Awam bin Khuwailid. Sayyidatuna Khadija alikuwa na ndugu yake kitwa Al-Awam bin Khuwailid, na yule kitwa Khadija binti Khuwailid. Huyu Awam na Khadija ni ndugu. Sasa huyu Awam ameoa shangazi yake mtume Sofia binti Abdul Muttalib. Na kwa huyu shangazi yake akimuelezea mwendo wa Muhammad bin Abdullah, hajakuwa mtume bwana Muhammad ni tabia yake. Basi Khadija mwenyewe akatamani mtu kama huyu afanye biashara kwake. Lakini akaona biashara na Bani Hashim itakuwa kama mashindano na nini. Na hakujua kwa kuwa Abu Talib ana febeli kubwa na hali yake ni maskini. Umeangalia ami yake mtume Hamza kazi yake ni kuinja, yani kuinja wanyama, kuinda wanyama. Yani hata kibiashara. Abbas bin Abu Talib yani kufanya biashara. Abu Lahab alikuwa ni mchafu tu, mtu wa ulevi, mtu wa uchafu, mtu wa kamari, mtu wa uzinifu. Lakini Abu Talib akaona amwambie kijana cha ndugu yake Muhammad, amwambie mimi waonaje ukienda kwa Khadija ukafanya biashara, kwa sababu yeye ni maskini, mashida zimemjia. Akamwambia nenda kafanya biashara kwa Sayyidatuna Khadija, pengine utapata riziki, Sayyidatuna Khadija atakusaidia. Basi Sayyidatuna Khadija alikuwa ni mfano mzuri wa wanawake wa Maka kwa utukufu wake na mali na biashara zake. Alikuwa na biashara kwa tajiri, akiajisha wanaume katika biashara zake, akiwaamini afanye biashara na akiafikiana nao fungu maalum watawapa wao. Na Sayyidatuna Khadija alikuwa akimjua mtume mdogo Muhammad bin Abdullah, ambao kama nasaba yake imekutana na yeye Sayyidatuna Khadija kwa Qusay bin Kilab bin Murra, imekutana hapo. Na imejulikana Sayyidatuna Khadija ni mtu mwangalifu, mwenye akili, mwenye buswara, mwenye firasa dari kutambua watu. Akakumuona mtume na usikia habari zake mzuri jioni na asubuhi. Na tabia za mtume zilikuwa zikijulikana, zikinukia katika ulimwengu, zikiingia ndani ya nyoyo. Basi akaana hamu afanye biashara na mtume. Yeye mwenyewe Sayyidatuna Khadija akatuma watu. Akaambia Khalid na udani ila bithati lay. Akaambia bwana wewe mwanamke, mimi nimetumwa nikuite wewe uende, kwa sababu umesikia wewe ni mkweli, ni mwaminifu, una tabia nzuri. Na zote zinazotekana katika biashara: ukweli, uaminifu, tabia nzuri. Biashara yako ukiwa na sifa tatu tafaulu. Ukiwa mkweli, ukiwa mwaminifu, ukiwa na tabia nzuri, utauza sana. Lakini kama ni mrongo huuzi, na ikiwa una khiana hubarikiwi, na ikiwa una tabia basi watu watakimbia. Ikiwa una tabia watu watakimbia. Kuwa na mambo matatu: ukweli, uaminifu, tabia nzuri. Akaambia tena, mimi nimekuambia. Huyo mwanamke akamwambia mtume Khadija akwambia wewe atakupa mara mbili anapoa wanaume. Ikiwa wanaume pa 2000 utapa 4000. Ikiwa wanaume pa 10000 utapa 20. Tumekakubali kuna biashara nzuri, hata mshahara wangu utakuwa wa juu. Basi Abu Talib alisikia kwa Khadija atamlipa mshahara mzuri, akaambia hadha rizqu saqahu Allah ilayk, hii ni riziki Mungu amekuletea. Basi mtume ni huyo, akawa amejulikana mtume alikuwa na sifa mbili: as-sadiq al-amin, mkweli muaminifu. Na hii ndio kawaida zote, mtu akiwa mkweli ni muaminifu, na mtu akiwa mrongo si muaminifu. Mtu akiwa muaminifu ni mrongo, na mtu akiwa mkweli ni muaminifu.
Ukitaka kumjua mtu mwaminifu ni mkweli. Ukitaka kujua mtu si mwaminifu ni mrongo. Kila ambao kama ni mrongo si mwaminifu. Na kila mwaminifu ni mkweli, na kila mkweli ni mwaminifu. Hata wale Makureshi walikuwa amana zao na mali yao kaeka kwa mtumi, na wengine akimpa wafanya biashara, wakimpa kifungu maalumu. Mtume akifanya biashara, maana mtume alifanya kazi msaidie ami yake Abu Talib. Sayyidatuna Khadija kwa mwanamke tajiri, afanya biashara kwa mali yake, ameolewa na mume tajiri, akafa akamwacha mali mingi. Kisha akaolewa na mume mwingine pia akawa tajiri, wote waume zake kwa matajiri. Basi akawakodisha na mume katika biashara zake. Akiaiti katika jahilia na utajiri. Na kwa mwingine kijipejepe wajua tena, aliposikia mtume ni mkweli na uaminifu na tabia nzuri, akamtumia ili afanye biashara na yeye kwenda Sham na atampa zaidi kwa kushinda watu wengine. Akamwambia sasa mtume akaenda akasikizana na Sayyidat Khadija ili waende Sham wakafanya biashara. Sayyidat Khadija akampa kijana chake mtumishi wake kitwa Maisara. Akamwambia nenda na mtume mkafanya biashara. Mtume akabaya twende. Akatoka na mali Sayyidat Khadija pamoja na mtoto wake, yani mtumishi wake Maisara akaenda Sham. Hii ndio safari ya pili mtume kwenda Sham. Mtume akaenda paka Sham. Alipofika njiani akakaa chini ya mti karibu na banda la padri katika mapadri. Ule padri alipotokezea akamwona Maisara, akamwambia huyu mtu aliyokuja katika hapa chini ya mti nani? Maisara akamwambia mtu katika Makureshi katika watu wa Maka. Akamwambia hakushuka katika mti isipokuwa ni mtume. Huyo ni mtume. Basi akamwona zile dalili za utume. Basi mtume akafanya biashara zake vizuri pale aliotoka nazo na akanunua mali. Maana alikuwa akiuza na kununua. Upeleka mali akiuza kisha akinunua mali akirudisha wakiuza huko. Basi akafanya mpaka akamaliza akarudi zake Maka pamoja na Maisara. Maisara kwa sema kwa kitu ajabu ukiona kukiwa na jua kali ukiona malaika wawili wakifunika mtume na jua. Malaika wakifunika na kivuli. Na mtume amepanda juu la ngamia wake. Alipokuja Maka kwa Sayyidat Khadija akamwambia biashara zako zimezuza na faida yako tena, akapata faida nyingi Sayyidat Khadija. Na hakumwambia mambo ya biashara. Sayyidat Khadija mwenyewe hajawahi kupata faida kama alipopata siku hiyo. Sayyidat Khadija watu wengi hajapata faida kama hiyo. Akamuuliza Maisara, "Vipi huyu bwana?" Maisara akamwambia, "Huyu bwana ana tabia nzuri, huyu ni mkweli, huyu ni mwaminifu." Akaanza paka mimi nimekwenda mahali kwenye mti, akaja padri akazungumza na mimi, akaniambia huyu ni mtume sababu leo na malaika wale akimfunika na kivuli. Sayyidat Khadija akamwendea kijana cha miaka Waraka. Ule mtafsiri ndoto alikuwa na surani na swara Mkristo amesoma vitabu za kitabu, amejua sifa za mtume, akaenda kuambiwa kwa Maka kwa shamwambia kwa kuna mtume wa akhiru zamani atakuja, mtume zama za mwisho. Sasa Sayyidat Khadija ikawa mambo yote yaenda kiukweli. Yaani ile sinema yaenda vizuri. Ndoto, Waraka, Myahudi na huyo padre. Sayyidat Khadija akataraja akasema ninahitaji sana huyu atakuwa ni mtume huyu. Na akasema huyu afaa kuwa ni mume wangu. Lakini sasa itakuwaje? Yeye mtume ana miaka 25, Sayyidat Khadija ana miaka 40. Lakini hakukata tamaa. Sababu kwa tajiri, unajua tajiri huwa mzuri, tajiri hazeeki. Maskini uzeeka. Tajiri ana vifaa vya kufanya kijana awe mzuri, lakini maskini hana zile pesa. Unajua pesa mtengeza mtu. Pesa mfanya mzuri, atakwenda saluni huko, atatengezwa, pua itaweka kichwani, mdomo utawekwa kwenye kishogo, atakavyoe, atawekwa nywele zitatengezwa, mashikio yatatengezwa haya, pua itatengezwa, anazifaya za kuweza kufanya kama mzuri. Na wengi wanaume walikuwa wanataka kumuoa, lakini alikuwa hataki. Kwa sababu alikuwa shajua wanawake hawa wanaume wataka senti. Unajua na mwingine kisikia mwanamke ana senti utakumoa. Hawataki mke ataka senti. Kama wengine tunaoa, wakona watu kutoka nje huko, utamwona mwanamume miaka 30 ama mwanamke miaka 70, hebu salala tamwa vipi wewe miaka 30 ule 70, wewe miaka 40 ule 80. Utaona mtu amemshika mke utafikiri labda amemshika baba yake, ati kumbe ni mke wake. Kumbe anataka hela, ataka senti. Akaona Khadija akaona hakuna mtu anayenifahamu mimi isipokuwa ni huyu tu mtume. Alipomwona mtume akasema huyu ndo afaa. Hawote tamaa walijua tena.
Hasa kafikiria, nitafaulu vipi mimi nimpate mtumi? Katika kutoshea na kubabaika, akaja akamjia rafiki yake akamtembelea. Rafiki yake akiitwa Nafisa bintu Munabbih. Nafisa alikuwa rafiki yake Sayyidatuna Khadija. Akaenda kazuna naye, wakapeana story, mpaka Sayyidatuna Khadija akamuelezea ile siri aliyokuwa nayo. Akamwambia, habari ni nzuri kizidi na amani. Nataka kuambia kitu mimi. Ambao nani? Akamwambia, mimi bwana nimepata mwanamume mzuri, mwenye nasaba, na nataka kuanioe. Maana Sayyidatuna Nafisa, Sayyidatuna Khadija zote anazo, cheo, nasaba, mali, uzuri. Na akamwambia, wanaume wengi wanitaka, lakini mimi siwataki. Najua wanatamaa, hataki mke, nataka mali. Mimi nataka mume, sitaki mwenye tamaa. Mwenye tamaa atakusumbua, atakaicha, atakaije. Wengine wanawake kwa sababu ya tamaa, wengine wataka wanaume kwa sababu ya tamaa. Amona mwanamume ana senti haya. Akamwambia, sebu kazungumza naye Muhammad anioe. Nafisa akaenda paka kwa mtume, akazungumza naye ili apate kumuoa Sayyidatuna Khadija. Maana Sayyidatuna Khadija akamtuma Nafisa ende akampose mume. Sio mume, sio mtume, mtuma Nafisa akampose Khadija kinyume. Hili hutokea mwanamke akamposa mwanamume na mwanamume akamposa mwanamke. Baba akamposea mwanawe, uwezekana kama Shuaibu aliposea nani? Musa. Sana Omar aliposea mwanawe kwa mtume. Hutokea namna hiyo. Basi Nafisa akaenda paka kwa mtume. Akajua tena wanawake, ya Muhammad, mayamna ukatatazawaja, jambo gani ukatazawa usioe? Tumegamba, mabiadi matazawaju, sina cha kuolea, sina peni, sina durusa kile. Chembecho swali, sina mbele sina nyuma. Akamwambia, fa inkufita waduita ila almal wal jamal wal sharaf wal kafat fal tujibu. Akamwambia, ukapata mwanamke na akakuita mwanamke ana mali, ana uzuri, ana utukufu, ana ukufu, je utajibisha? Tumekamba, man nani? Akamwambia, Khadija mtukweli. Akamwambia, sina sasa. In wafaqat faqat qabiltu, akiafikiana nimekubali. Bas amekubali, bas msitomwata mwanamke wa bure. Nafisa akasema, nimefaulu mimi. Unajua wanawake modari kusema, hata wanaposa mwanzo leta wanawake, leta wanaume. Unajua wanaume wanaweza kuja kuharibu, tukio wanawake wajua namna kuinda. Uinja na wakashika. Atakuja kuingia mzuri, hata kuja kutembelea, atakuuliza habari, kuleta message za Juma, kumbe atakuja kuletea maneno. Akamwambia Khadija, tumefaulu. Mtume kabidi aambie maami zake, kwa bwana mimi nitakuoa na nitakumwoa Khadija. Basi sasa wataona kupeleka posa. Akaamuliwa Abu Talib na Saidna Hamza. Hawa ndio walikuwa maami zake mtume, na wengineo katika wakaamua waende kwa miaka Sayyidatuna Khadija, maana babake ashakufa, Amr bin Asad. Wakaenda kumpikia posa na akamwambia, tumekuja na atakuletea ambao Nafisa alimwambia mtume, usijali bwana, mahari mwenyewe atatoa Khadija. Lakini Waarabu wakaanza kuaibu, tupae mahari, na wakataka kutoa. Basi Abu Talib tena akawa ni mwenye kutoa khutba, na akatoa ngamia karibu 20 na kukafungwa ndoa. Na Abu Talib akasema, mtume hamumuingii, kama kwa mali ndio kwa akili hamuingii kabisa. Kukachinjwa ngamia, kuganywa maskini, haya ukafanywa harusi kubwa sana. Habari ikaenea kwa mtume amemuoa Khadija. Hili ndio leo tumekoma, umefanywa harusi, umesherekewa mtu wa miaka 25 kumwoa mwanamke wa miaka. Lakini mtume alikuwa miaka 25 kile kwa kubwa, sababu mtume alikuwa akikua haraka. Wewe ukikua kwa mwezi, mtume alikuwa kwa siku moja. Yaani umbo la mtume lilikuwa ni umbo kubwa, si umbe dogo, umbo kubwa. Yaani mtume alikuwa akikua haraka. Wewe ukikua mwezi au kwa siku moja. Basi ni kuonesha kwa kuwa Khadija ana akili, Khadija ana hikma, Khadija mwerevu na amejua mume wa kumchagua. Mtume maskini lakini alijua huyu ndo afaa. Yeye tajiri, matajiri wamtaka lakini akataa, lakini alikuwa na hikma na akili. Ajua mimi nataka mwanamume, sitaki hela, sitaki pesa. Mimi nataka sharaf. Mimi nataka mtu alosalimika, sitaki mtu ambaye mwenye pesa awe tutadharauliana, atakuwa mkali, atakuwa mjeuri, nataka mtu mwenye dini. Basi ndio wekevu wa Sayyidatuna Khadija
kutaka kuolewa na mtumi na mtumi akamuoa. Basi na wewe ikiwa unampenda mwanamume basi akuoe, lakini asizini na wewe. Huyo ndio mtumi anaitwa as-sadiqul amin. Huyo ndio mkweli muaminifu. Inshallah paka hapa tutakoma na tutaendelea tena tuangalie maisha namna gani maisha yalivyokuwa baina mtumi na Sayyidatina Khadija, wallahu wa rasuluhu alam.